Hii kushtuka, tumeshtuka sana, tumeogopa sana. Yaani tumemkuta tu kabuluzwa, katika, yani kaumia sana, kichwa kimebomoka, yani katika sana. Kwa tukaja tukamkuta, tulichokifanya tu kwa haraka tukamfunika basi. Tukapigia simu polisi. Maiti iko katikati ya reli na reli katikati. Lakini tumejaribu kuangalia hata sisi kwa macho. Tunaonekana kuangalia zile nyama za zimeenda zinabaki. Inaonekana katolewa mazingira ya huku, kapelekwa kule. Inaonekana kama alikuwa anaburuzwa. Maana kuna koti liko pale limeachwa, utumbo huko pembeni, kuna maini tumeona upande, viungo mbalimbali mifupa viko upande vimeenda vinakwenda mpaka kule mbele kule. Wamekwenda jeshi la zimamoto, wamekwenda kule, wamekuta kuna nyama tena kule mbele kwenye daraja kubwa. Wameiona kule. Lakini inaonekana kama vile kaburuzwa. Ni mtu mkubwa, yule anaweza kuwa karibia hata miaka 40 kitu au 50. Huyu marehemu hajagongwa muda huu. Tumewauliza majirani hapa, wamesema kwamba kuna treni ilipita usiku, si ndio Pengine ndio inaweza kusababisha kifo. Na tumewauliza majirani hapa, hakuna mtu anayemfahamu. Au kuna mtu anayemfahamu? Hakuna. Kwa hiyo sisi tutabeba mwili, tutapeleka mochwari kule hospitali. Afu taratibu zingine sasa za kiuchunguzi zitaendelea wakati tuko kule. Tunapofika eneo la tukio tunatakiwa tufanye kile tulichoitiwa, kwamba wewe umetuitwa kwamba kuna mtu amegongwa na treni hapa. Tubebe mwili tuupeleke huko. Au kama majeruhi tumchukue tumpeleke hospitali kusudi akatibiwe. Treni na njia yake ambayo ni reli. Lakini kuna makutano ambayo tunashare kati ya reli na binadamu. Kwa hiyo tunaomba na wenyewe waongeze umakini, kwa sababu hata oni zao zimekuwa ni ndogo sana. Yaani oni ikipigwa ya treni kavu vuvuzela la mtoto. Wakati tofauti na mwanzo kipindi sisi tunakuwa, reli ilikuwa ikifika kwenye junction, treni ikipiga honi, nyumba zote hizi lazima msikie kwamba kuna treni inapita. Lakini tunaomba pia na wenyewe reli waongeze umakini.